Usibishane na watu wa aina hizi 9. Utakuwa unapoteza muda kwa mambo yasiyokuwa na maana. Sikiliza kwa makini. Kuna msemo unasema, usibishane na mjinga, kwa mbali watu hawawezi kujua nani ni nani. Lakini ukweli ni kwamba, mbali na mjinga, kuna makundi mengi hatari ya watu ambao ukibishana nao, unajipunguzia thamani yako, unachoka bure na unapoteza nishati ambayo ungeitumia kujenga maisha yako na himaya yako. Muda wako ni mtaji wako mkubwa. Kila dakika unayopoteza kwenye malumbano yasiyo na maana ni dakika unayojinyima mafanikio yako ya baadaye. Lakini kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, bonyeza like na share, kwa sababu hapa tunakupa hekima za maisha ambazo hazifundishwi shuleni na tunakujenga akili, nafsi na hatima yako. Hawa hapa ni watu wa aina 9-8 ambao unapaswa kuwapa tabasamu kisha uondoke kimya kimya. 1. Mtu anayedhani anajua kila kitu, the know-it-all. Huyu ni mtu ambaye hawezi kukubali kuwa hajui jambo fulani. Hata ukimpa ushahidi wa kisayansi, takwimu au picha, bado atatafuta namna ya kupotosha ukweli ili aonekane yeye ndiye mwalimu wa mwisho. Kwa nini usibishane naye? Akili yake imefungwa. Huwezi kujaza maji kwenye kikombe ambacho kimejaa tayari. Ukibishana naye, utaonekana msumbufu wakati yeye anaendelea kuishi kwenye ulimwengu wa uongo. Muda wako ni wa thamani kuliko kurekebisha ego ya mtu mwingine. 2. Mtu anayeamini hisia kuliko ukweli. Kuna watu ambao hawaongozwi na mantiki, logic, bali huongozwa na jinsi wanavyojisikia. Ukimwambia ukweli unaoumiza, atakuona wewe ni mbaya kwa sababu umemhuzunisha badala ya kuona ukweli wa hoja yako. Kwa nini usibishane naye? Huwezi kushinda hoja ya mantiki dhidi ya hisia. Ni kama kupiga kelele kwenye bahari. Atageuza hoja kuwa ugomvi binafsi na kuanza kukulalamikia badala ya kujadili mada. 3. Mtu anayependa kulalamika na kujiona mhanga, the victim. Hawa ni watu ambao kila tatizo kwenye maisha yao limesababishwa na mtu mwingine. Ukijaribu kumwonyesha kuwa yeye ndiye anapaswa kubadilika, ataanza kukushambulia kuwa humwelewi au unamnyanyasa. Kwa nini usibishane naye? Hataki utatuzi, anataka huruma. Ukibishana naye ili kumsaidia aone makosa yake, atakugeuza wewe kuwa adui mpya kwenye orodha yake ya watu wanaomtesa. 4. Mtu mwenye msimamo mkali wa kidini au kisiasa. Swala la imani na itikadi mara nyingi halifuati mantiki ya kawaida, linafuata mapenzi ya moyo na malezi. Mtu aliyepandikizwa itikadi kwa miaka 20 hawezi kuibadilisha kwa dakika 5 za mjadala wako wa kijiweni. Kwa nini usibishane naye? Mjadala huu huleta chuki badala ya uelewa. Mara nyingi huishia kwenye matusi na kuvunjika kwa mahusiano. Heshimu msimamo wake, kisha endelea na maisha yako. 5. Mtu anayekutafutia makosa, the nitpicker. Hata ufanye jambo zuri kiasi gani, huyu mtu ataacha kuona uzuri wote na atatafuta doa dogo la kiufundi ili akushushie hadhi. Haangalii picha kubwa, anaangalia doa dogo kwenye karatasi nyeupe. Kwa nini usibishane naye? Hata ukijieleza vipi, hata sifu mafanikio yako. Lengo lake ni kukufanya ujihisi huna uwezo. Ukimnyamazia, unamnyima nguvu ya kukutawala kisaikolojia. 6. Mtu anayeishi kwa ajili ya sifa za mitandaoni. Huyu ni mtu ambaye hoja zake zote zinategemea nini kinaonekana kizuri mbele ya watu. Haishi uhalisia. Akibishana na wewe, haangalii ukweli, anaangalia nani atamshangilia au nani atampa like. Kwa nini usibishane naye? Utakuwa unacheza kwenye uwanja wake wa uigizaji. Watu wa namna hii hupindua maneno ili waonekane mashujaa mbele ya hadhira, hata kama wanajua wanadanganya. 7. Mtu mwenye hasira za haraka. Ukiona mtu anaanza kufoka, kutoa mishipa ya shingo na kutumia lugha ya kuudhi mara tu mnapofika kwenye tofauti ya mawazo, huyo si mtu wa kujadiliana naye. Kwa nini usibishane naye? Hasira hufunga mlango wa busara. Ukibishana naye, unajiweka kwenye hatari ya kugombana kimwili au kusema maneno ambayo utayajutia baadaye. Ukimya wako ni kinga ya heshima yako. 8.
Mtu anayepinga kila kitu, the oppositional defiant. Kuna watu ambao kazi yao ni kusema hapana kwa kila unachosema. Ukisema mchana ni mweupe, atasema ni wa kijevu. Ukisema ni wa kijevu, atasema ni mweupe. Kwa nini usibishane naye? Ni kupokeza mate. Huu ni ugonjwa wa nafsi unaohitaji daktari, sio mshauri. Ukikubaliana naye kwa kusema sawa, unaweza kuwa na ukweli, atafanya akose nguvu ya kuendeleza ubishi. 9. Mtu anayeona mafanikio yako ni bahati. Ukibishana na mtu anayeamini kuwa umefanikiwa kwa uchawi, bahati au kujuana, huku akipuuza jasho na miaka ya kazi uliyoweka, unajidhalilisha. Kwa nini usibishane naye? Hawezi kuona thamani ya kazi yako kwa sababu yeye mwenyewe ni mvivu wa kufikiri na kutenda. Ukimwelezea mchakato wako, atakuona unajigamba. Mwache aendelee kuamini katika bahati, wewe endelea kutengeneza matokeo. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Siri moja ya watu wenye mafanikio makubwa na utulivu wa nafsi ni kutumia maneno kama sawa au unaweza kuwa na ukweli. Hii sio kukubali kushindwa, bali ni kukataa kutoa nishati yako kwa watu wasio na faida. Unapokataa kubishana, unashinda saa 2 au 3 zingepotea kwenye malumbano. Saa hizo zitumie kusoma kitabu, kupanga biashara, kujifunza ujuzi mpya au kupumzisha akili yako. Kumbuka, simba hazungumzi na mbwa mwitu kuhusu uwindaji, anakwenda kuwinda. Mtu mwenye akili kubwa anajua, sio kila mjadala unastahili kushindwa, sio kila vita vinapaswa kupiganwa, na sio kila mtu anastahili muda wako.